kwa tete mwana mwana kwa karo bangu Noma sana. kwa tunozera Nimetakana Tangope Nyanyenye Kyabashumba Nyanyenye Kyabashumba Chambua kama kalanga mama. Chambua kama kalanga. Chambua kama kalanga Salome. Chambua kama. Hiyo nataka nije niimbe na Alikiba, namtafuta jamani. Labda wafanya hiyo na mimi kaweka yangu. Hiyo. Hii ikienda ikisema hiyo, alafu na ya kwangu na yake, alafu tuone zinalinganaje yani. Maana hawa ni wazee wa sauti. Anaamini Alikiba. Unatamani sana kuweza kufanya kazi na Alikiba? Natamani nifanye kazi na Alikiba, hiyo nyimbo ya Sarume. Okay, bana. Nataka na yeye aimbe pale, alafu nimfundishe miondoko ya nyumbani. Ataweza. Kipindi Diamond anakuja kutoa nyimbo ya Sarume, mimi nilikuwa nyumbani kijijini. Sasa nilipokuwa nyumbani kijijini nikaona simu inaita. Kumbe yeye mwenyewe ndiye alikuwa amenipigia. Yes bana, kama kawaida naamini kabisa uko poa. Karibu Misalaba Media, na leo tutazungumza na Saida Kaloli, moja kati ya msanii mkongwe sana kwenye game, lakini pia kuna mengi zaidi ambayo ameyafanya kwenye game. So tunahitaji kuweza kufahamu kuhusiana na safari yake, na siku ya jana kuna ngoma ambayo ameweza kuiachia, na tunakumbuka bwana Ndombolo ya Solo, lakini pia Maria Salome bwana, moja kati ya mkwaju ambao tuliweza kuona kwa upande wa msanii Diamond, pia na yeye aliweza kupita kwenye baadhi ya ngoma yake hapo. So leo tutazungumza na Saida Kaloli bwana, tuweze kufahamu, maana siku ya jana ameweza kuachia mkwaju ambao unakwenda kwa jina la Nakubembeleza bwana. So bado anabembelezwa, lakini pia kuna changamoto nyingi sana ambazo amezipitia katika maisha yake. So Saida Kaloli tunakwenda kuzungumza naye hapa tuweze kufahamu mawili matatu kutoka kwake. Karibu sana Misalaba Media, naamini kabisa ndio chimbo pekee ambalo linakupa nafasi ya wewe kuweza kufahamu nini ambacho wasanii wamekifanya, nini ambacho kinakuwa kinaendelea, kina happen kama kawaida. Mambo vipi Saida Kaloli? Mimi niko poa. Fresh kabisa ndugu yangu. Hapo unanipata vizuri? Bwana niko kamili gado kabisa. Karibu sana kwenye exclusive interview na Misalaba Media, naamini kabisa ni chimbo pekee ambalo sehemu ya kusemelea bwana yale yote ambayo yanakuwa fanyika sana kwenye game ya muziki wa Bongo Flava na asili kwa ujumla. So bana, tumesikia moja kati ya ngoma ambayo umeweza kuiachia Saida Kaloli. Kwanza kabisa nianze kwa kukupa hongera katika hilo, kwa sababu ni moja kati ya msanii ambaye tumeanza kukusikia way back, yani kitambo noma sana. Kipindi nasoma nimeanza kukusikia na ngoma zako bwana, kimsingi bado zimeendelea kuwepo sana kama masikioni mwangu. Ngoma kama Maria Salome, lakini pia Ndombolo ya Solo, naamini kabisa watu tulikuwa tunachambua karanga noma sana. Hongera sana katika hilo ndugu yangu. Asante sana, nashukuru kwa pongezi. Bana, uko live Misalaba Media. Cha kwanza kabisa kuna ngoma ambayo umeweza kuiachia siku ya jana inaitwa Nakubembeleza bwana. Ni kwamba kwa mantiki hii ni kwamba upo katika penzi ama ni wimbo tu ambao umeweza kuachia kwa mashabiki? Kwanza ni baby nakubembeleza. Baby nakubembeleza. Bembelezeka mimi. Baby nakubembeleza kama mtoto mdogo. Wewe. Baby nakubembeleza. Baby nakubembeleza. Sana. Baby nakubembeleza kama mtoto mdogo. Sio penzi jipya, ni nyimbo ambayo inaweza kumliwaza kila mmoja. Ndio. Kila ambaye ameingia kwenye penzi jipya na ambaye ana penzi lake tangu zamani, bado ni baby, bado ni baby. Yaani unajua mpenzi siku zote ni mtoto. Ni mtoto, kwa hiyo nyimbo ni nzuri kwa kila mtu jamani ambaye ana mpenzi wake. Lakini pia tunaona sasa hivi kuna vijana wengi sana, mara nyingi wanakimbilia sana, huwa tunasema mshangazi, si ndio? Vijana wengi sana wanakimbilia katika hilo. Labda katika hili linaweza likahusiana zaidi na wimbo huu ambao umeweza kutoa na ujumbe moja kwa moja kwa vijana.
Hapana, yani hii nyimbo sawa, inagusa kila mtu, sio ya kijana wala ya mzee. Kijana mpaka wazee wote wenye mapenzi ya kweli, hii nyimbo inawahusu. Pia hii nyimbo yani sijui niseme nini. Yani ipo kwenye love zaidi, yani ipo kwenye mapenzi zaidi na zaidi na zaidi. Maana inambembeleza kila mmoja, lakini kumbuka mapenzi kama mapenzi hayachagui. Hayachagui mtu mzima, hayachagui mzee, hayachagui kijana, wala hayachagui kabila. Hivyo basi hata mtu akiwa na mshangazi wake akamwita baby ni vizuri. Saida Karoli, wakati tunazungumza hivi na nawe pia swali langu la kizushi, upo kwenye mchakato huo ama vipi bwana? Tuweke wazi. Tena niko single miaka mingi. Ai, jamani. Naweza nikasema ni mwaka wa 6 niko single. Mwaka wa 6 upo single? Hebu tuelezee kwa ufupi zaidi. Unapokuwa single, maisha yani ya single yani, unayaonaje kwa upande wako? Ni mazuri ama ni mabaya? Yani inamaanisha kwamba hata mahusiano yani unajua mtu unapoamka na ukaamua kujimeki na kila kitu kishindikana. Ukijipangia tu utulivu unatulia tu. Ukipanga kuchetuka, haijalishi wewe ni mtu mzima, unajitunza, unajijali kiasi gani. Unaona? Unajichukua tu hata disco naenda. Haijalishi umri kwamba nitakutana na wanangu kule, nitakutana sijui nini. Wapo watu wazima ambao hata wananizidi, unaona? Kwa disco tu waka kwenye maklabu wanajirusha. Haijawahi kutokea labda pengine kuna mtu ambaye anahitaji kuweza kushare na wewe kwenye swala zima la kimahusiano? Hii bado haijakutokea katika hiyo miaka 6? Ni wengi ila usiku tu niliamua mimi nitulie tu. Niliamua nitulie kwa sababu ninayemtaka mimi. Ninayemtaka muda hujafika. Muda ukifika. Kuna watu wanasema kwamba watoto wa 2000, lakini wewe unasema kwamba bado hajafika. Muda bado hujafika. Ninayemtaka. Mimi kwenye mahusiano waga niko hivi. Kama mtu sipendi kumdanganya kwamba nampenda. Ndio. Kama simpendi namwambia mimi siwezi kula chake. Hata ile 20,000 siwezi kula. Kwa sababu unakuwa ni uongo. Unaona? Ni uongo. Ni kweli ulishia darasa la 5 ukaachana na masuala ya shule? Tena kuhusu swala la elimu. Swala la elimu liko mbali sana, na hisi kama tena nilikomea kama darasa la 2 hivi. Darasa la 2. La kwanza la 2 mama yangu alipofariki sikuendelea na shule. Yaani nilikuwa naandika mtihani wa kuingia darasa la 2. Narudi nyumbani nakuta tayari msiba mkubwa tu wa mama yangu mzazi. Na mama yangu mimi kwangu ndo alikuwa kila kitu kwenye maisha yangu. Kwa hiyo niliruzi kuanzia hapo, na shule ikawa shida tupu, sikuendelea kusoma, nikawa mtu wa kurukaruka, mtoto wa mitaani ya hapa na pale, kuomba, kufanya vibarua kwa watu, kufanya kazi kwa watu. Sina msingi ule tayari alikuwa ameshanitoka, maana ule ndio ulikuwa msingi wangu. Kwa hiyo kama ninahitaji chakula naenda kufanyia watu kazi ambao ni mule kijijini kwetu. Naenda kuomba, mtu ananipa kisehemu na lima, alafu napata chakula, au ananipa kaela kidogo, naenda kujimeki nyumbani. Kwa hiyo ni kuanzia hapo mamangu anafariki, sikuwa na msingi wowote wa kuendelea kielimu. Aisee, pole sana katika hilo. Lakini kuna namna huwa bado unajutia ni kwa nini uliacha masuala ya elimu mpaka leo hii? Mimi yani najuta kwa nini Mungu alinimuondoa mzazi wangu. Kwa sababu naamini mama yangu laiti angelikaa mpaka sasa, kuna vitu vingi sana ambavyo angenisaidia. Kwanza upande wa watoto nilionao wote, natamani ningelimwachia mama wote wale watoto na mimi nikafanya vyangu, na ningesoma kiasi cha kutosha, kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa yani bega langu.
msaada wangu, mwamba wangu. Kwa hiyo najuta kwa nini mama alitoka. Sijutii elimu, kwa sababu elimu hapa nilipo naweza kujiendeleza nitakavyo. Maana kinachofanya kusoma, kuandika, ukiweka walimu wako 2 3 wa Kiingereza, wao ukawa unatenga muda wa kutosha wanakufundisha, ni vitu vya kawaida sana kujiendeleza. Lakini kumpoteza mzazi na kurudi nyuma kimawazo na mateso ni jambo la hatari sana, na hata siliombi hata kwa wanangu watokee. Lakini katika watoto ambao unao sasa hivi, umezungumza swala zima la elimu, ni kwamba una uwezo nao kuweza kujiendeleza. Ningependa kufahamu kwa uchache zaidi, labda ikatokea pengine pia mtoto wako mmoja ama 2 nao pia wakakata tamaa, wewe kama mzazi yani una nini cha kuwashauri? Kwanza ninao watoto ambao wamekata tamaa, hawataki shule kabisa, mpaka inafikia hatua mtoto anamtafutia hadi maaskari, anapigwa na maaskari polisi. Nimeshachukua mtoto wangu nikamweka sero kuanzia asubuhi hadi jioni. Nikamwatafutia maaskari 2 wakamchapa kweli kweli, fimbo za kutosha. Nilimpeleka shule za kulipia ili au anasoma Kiingereza, yani asomee Kiingereza na lugha zingine ili asije akafanana na mimi, lakini yani simuelewi yani formula yake ya elimu. Apendi lakini mimi sasa kama ananifuata mimi sababu sio kusema kwamba nilikata tamaa. Mimi kilichonifanya nisiwe na elimu ya kutosha ni kwa ajili ya kupotezewa na mzazi wangu ambaye alikuwa ananiendeleza na misaada tofauti, viatu, uniform, madaftari, chakula, kuhimizwa. Mtoto anatakiwa ahimizwe. Sasa mimi niliishi kama chokola. Hakuna mtu yeyote alikuwa ananimeki, hakuna aliyekuwa ananigombeza, zaidi ya kulelewa na wanakijiji, yani na majirani. Mimi nimeelewa na majirani ndio wamekuwa wazazi, yani ndio wazazi wangu, majirani zangu kijijini. Lakini pia kuna rumors ambazo zilikuwa zikiendelea sana kuhusiana na wewe, kuna hilo ulitamani sana kuweza kujiondoa uhai duniani. Hili lilikuwa na ukweli kiasi gani? Lakini pia unauthibitisha vipi ili kwenye Misalaba Media, kwa sababu wanakusikiliza hivi sasa pia na kukutazama pia? Mtu kujitoa uhai au kufikiria kujitoa uhai ni pale unapokuwa umezidiwa. Lazima kuna jambo linakuwa limekuzidi, ndipo unapoona sasa dunia hapa imefika mwisho, bora nijiondoe duniani. Hakuna kitu ambacho kilikuwa kinikera kama kusingiziwa. Yani unajua kusingiziwa kwamba unatoka na bosi wako bana, alafu then mama, yani mke wa bosi, anakugombeza, anakutemea mate usoni, anakusimanga kama vile mke mwenza, wakati hujawahi kutoka na bosi wako. Hicho kitu ndio mimi kwanza kabisa kilichowahi kunikera, kwamba ni heri nitoke duniani, kwa sababu huyu baba ni mzazi wangu, kwa sababu ameniokota jalalani. Mimi nilikuwa omba chokora, naomba kwa Wahindi, nalimia watu mashamba, naomba chakula. Unamlimia mtu shamba anakupa kilo bana, kwa unampigia show mtu, unamwimbia muziki kabisa, raia wanacheza, yani anapiga au mtu mmoja. Mimi nikija nyumbani nalia sana, lakini kwa sasa naona kama ni utoto, ni kitu kilikuwa kinanikera, ni kitu ambacho kilikuwa kinanikera. Unaona? Bana, turudi kwenye kazi ya muziki. Kwa kila ambacho umekifanya kwenye muziki, kwanza nianze kwa kukupa hongera. Ni mwanamuziki ambaye umefanya kazi na wasanii wakubwa sana ambao wanatambulika sana hapa Tanzania, si ndio? Hongera sana katika hilo. Lakini ningependa kufahamu katika hao wasanii, kabla tujaligusia zaidi swala zima la Diamond Platinum, tuanze na FDQ na kina Jinako. Kuna namna uliweza kufanya nao kazi, kina Chege Chigunda umeweza kufanya nao kazi. Ningependa kuweza kufahamu mpaka leo hii bado mawasiliano yapo, ama baada ya kuweza kufanya kazi mambo yalishia pale pale? Unajua kila kitu kimetengenezwa mtihani ukiwa hai. Kama hiyo ndo aliyosema kwamba kabla hujaumbika mitihani inakuwa ni mingi. Mimi Ruge alivyotoweka duniani nilijihisi kila kitu kimefika mwisho.
yani nikaona ile taswira yangu ya kusonga mbele sasa ni mwisho, nimemalizia hapo, isipokuwa bado niko hai. Unaona? Kwa hiyo nikawa nimefunga vilabu vyangu, nikawa nimerudi kwangu kijijini kwetu. Okay. Unaona? Kwa hiyo nilivyoondoka pale, mawasiliano na wasanii wengine yakawa yameharibikia hapo. Hawakuweza kunitafuta. Pia na mimi nilipoteza mpaka mawasiliano yao. Unaona? Sikuweza kuwapata tena. Kwa hiyo kila kitu kiliishia hapo hapo. Okay, lakini pia kuna kazi ambazo ulifanya na Rayvanny, lakini pia tumesikia ile ya Maria ile ambayo Diamond aliweza kuifanyia kama cover fulani hivi. Kuna vitu vidogo sana ambavyo ameweza kuvibadilisha pale. Kwa namna ambavyo uliweza kufanya nao kazi kupitia hawa wasanii wa kizazi kipya, kuna namna iliweza kuongezea nguvu zaidi na kuweza kuongezea mashabiki zaidi hasa kwenye career yako? Kipindi Diamond anakuja kutoa nyimbo ya Salome, mimi nilikuwa nyumbani kijijini. Sasa nilipokuwa nyumbani kijijini nikaona simu inaita. Kumbe yeye mwenyewe ndiye alikuwa amenipigia. Akaniambia, mama, kumlazi, nimependa kazi yako ambayo ni Salome, naweza nikatumia. Kumbe tayari alikuwa amesharekodi wakati ananiambia. Tayari alikuwa ameshamaliza kila kitu. Nilipomaliza kumkubalia, ilikuwa ni kama alisali moja tu, vyombo vya habari ilikuwa vimeshafikiwa na hiyo nyimbo ya Salome. Hivyo mimi nikaa nimefurahi kwamba hii hali inaweza ikanitoa kijijini kunirudisha Dar ili nianze maisha mapya. Unaona? Kwa hiyo nianze maisha mapya, nikaona hii nyimbo imeniinua tena. Imeniinua tena. Okay. Kwa hiyo msanii anaposhiriki kazi yako, msanii ambaye ni mkubwa, kama umelala lazima unyanyuke tena mara nyingine, kwa kuwa ilinifurahisha sana. Nilifurahi sana, nilihisi nimezaliwa upya. Yani nyota ikufuka mara nyingine tena. Okay. Lakini baada hapo kuna malipo yoyote ambayo yalifanyika? Hapana. Hapa sikupenda kuachaji pesa kwa sababu ile kazi kwanza, ile kazi iko upande wangu na pia ipo kwa upande wa bosi wangu. Ipo kwangu Salome, alafu ipo upande wa bosi wangu. Kwa hiyo mimi sikutaka kumchaji pesa. Kama ningelimchaji, basi ningelimchaji pesa nyingi ili nipaswe kugawana na bosi wangu. Kwa hiyo nikaona haina maana kumchaji pesa, na wala sijawahi kumwomba shilingi. Bana, nimekuona kitambo sana na mara nyingi nimekuwa nikikushuhudia katika majukwaa tofauti, lakini kwa sasa hivi umeachia kazi yako, nimeona jinsi ulivyo. Watu bwana, mnabadilika. Kuna namna fulani hivi mwili umenawili, mwili umekuwa noma sana. Sasa nikawa najiuliza, hivi kwenye majukwaa mpaka sasa hivi bado una zile za kugusa achia bado zipo mpaka sasa hivi? Mimi kwa kweli muziki napenda nicheze. Natetemesha, ninaruka, dance, yani na muziki upo kwenye mwili. Yani muziki na mwili vinana sana, yani vinavutana, ni kama shoti fulani hivi. Nikiwa kwenye stage, hata kama sidanywa kitu chochote, kama yani wanasema kuboost, yani mimi sivuti kulala. Nikiwa kwenye stage sinywaji pombe. Nikiwa kwenye stage situmii kilevi chochote. Lakini utapenda jinsi sauti inavyotoka, ni tofauti na nikiwa nyumbani. Ukiona mzuka wangu jinsi ulivyo, utafikiria huyu mtu katumia kilevi fulani. Lakini ndivyo ilivyo, na muziki ndivyo unavyoniingia. Na ndio maana nikasema muziki mimi nimeamka tena jana. Yani nahitaji tena miaka mingine kufanya kazi ya muziki kuliko huu nilionao siku za nyuma, kama Salome unasema na zinginezo. Nataka nifanye zaidi ya hizo na zaidi ya. Okay. Labda ni nini zaidi kinakupa furaha zaidi ukiwa jukwani? Mimi muziki unanipotezea kwanza mawazo. Nikiwa nyumbani mimi ni Mungu sana wa kukaa na lia. Mimi nakaa na huzuni. Nikiwa nyumbani nakaa na huzunika. Lakini nikiwa kwenye stage nasikia kitu kinaniambia furahi. Alafu najitoa out. Naona? Yani mimi nikiwa kwenye stage nasema najitoa out.
yani naenda kujilewaza kuoga roho. Roho inaenda kuoga kwa sauti yangu. Kwa sababu sauti yangu naifurahia mimi kama mimi. Okay. Maneno yangu ninayotamka kwenye kuimba na yapenda. Sio kwa mshabiki, ni mimi mwenyewe napenda. Okay. Lakini pia huwa unajisikiaje sana kuitwa malkia wa nyimbo za asili kwa hapa Tanzania? Najisikia vizuri, lakini kinachonipa huzuni najisikia vizuri, lakini ndani yake kuna huzuni mmoja tu. Ipi? Ninaitwa malkia wa muziki wa Tanzania. Na ni nje ya Tanzania na ndani ya Tanzania. Ni malkia wa muziki wa nyimbo za asili. Lakini huyo mtu mbona hafanani na umalikia wake ule? Yani hana vitu vinavyofanana na yeye. Gari ya kifahari haipo. Nyumba ya kifahari haipo. Maisha yake ya duni, mazingira yake ya chini. Ni mtu wa kunyongwa, yani ni mtu wa kuteswa. Tunaweza tukawa kwenye stage na wekwa wa mwisho. Nikiwa kwenye stage wanaweza wakatangulia sasa ni wakaza. Saida wa mwisho, unaitwa wa mwisho. Sometimes naweza nikawa kwenye stage muziki unapunguzwa. Mimi sielewi kama watu wanapenda sauti tu bila mlindimo wa muziki. Sauti na ni muziki unapunguzwa, unausikia kwenye unyayo. Muziki unatakiwa usikike kwenye masikio, lakini nausikia kwenye unyayo. Okay, kwa hiyo tuweze kufuta ile kauli. Kwa hiyo tuweze kuifuta ile kauli ya kwamba kuitwa malkia wa muziki wa asili kwa upande wako kuanzia hivi leo. Siwezi kufuta, lakini nataka nifanye vitu vinavyoendana na umalikia huo. Yani nijitume kadri ya uwezo wangu mpaka nipate kile kitu ambacho kinafanana naye na umalikia huo. Ninaposema malkia, nisimame kweli nikiwa malkia. Nishuke kwenye gari langu safi la kifahari. Na hiyo mimi uweze amini ndugu mtangazaji. Ili swala na serikali inaweza kunisaidia. Ndio. Kama mimi sintoweza, serikali inaweza kunisaidia. Mama Samia ni mwanamke kama mimi. Anaposikia sauti yangu na kilio changu anasema, "Naam, Saida kweli kuna kitu analilia." Napenda niwe na muziki wangu live band. Magitaa yapigwe. Niimbe sauti yangu kweli itoke. Nikisema yo au niseme mapendekeza msongo, yani sauti itoke ikiwa ya love. Yani unajua sauti yangu ina penzi. Hakika ni maana hata tunapozungumza tu yani uhakika ni ina penzi, yani ina love ndani yake. Na ndio maana unanenepa bana, ni kweli kabisa yani. Yani na chakula cha roho. Okay, bana, tukiachana na hayo, nadhani wasanii wa sasa wanajifunza nini kutoka kwenye muziki wenu ule wa zamani na nini waweze kukifanya zaidi ili kuweza kuendana na kasi iliyopo kwa sasa? Wasanii wa sasa muziki yao ni mizuri sana, ila inaenda kwa kasi inaisha. Yani inakuwa kama nguvu ya soda. Muziki unachanganyikiwa ukitoka mpaka unatamani sijui uruke hadi angani, ukishuka umezima kama kibatari. Sasa mimi hiyo mesipendi. Napenda wasanii kama tunaigana basi tuigane basi. Wewe ukiiga changu na mimi nakuja kwako naiga chako. Au nipiga sarumezo na mimi nikija nachukua kionjo chako naweka kwangu. Ili mradi tu tupate vionjo vya muziki wa kudumu. Kwa nini muziki yetu inaishiria tu? Okay. Inaishiria kama vita vya sigara. Sio nzuri. Mimi na washauri vijana waumize vichwa. Na wasiangalie mambo ya pesa. Pesa hizi zinakuja. Hizi pesa zinakuja. Unaweza ukalala maskini ukaamka tajiri. Okay. Tukiwa tunahitimisha hapa, napenda sana uweze kutuacha na kionjo chochote kile ambacho bwana kwa siku ya leo mtazamaji ambaye anatizama Misalaba Media sasa hivi uweze kumwacha nacho na ujumbe pia kwao. Mimi nina nyimbo nyingi nazo nilipenda tofauti na Sarume, tofauti na mapenzi kizunguzungu. Kuna nyimbo inaitwa Akana. Antimwetakana. Takana. Mwetakana. Mbebe. Nye patata. Nye pamawe. Nebe mwana.
bado seka robangu. Sasa hapo unaposikia sauti akiingia Maria Rosa ndio msikia kwenye nyimbo yangu hii mpya. Alafu akaja kaingia msichana wangu anaitwa, nilimuita katoto kadogo, yani yeye azeekaji. Ni kama walimu vile ambavyo huwa hawazeeki yani. Sasa wakishaingia pale mbele yangu, si mimi nimekuwa mtu mzima sasa, wananifanya niwe tunda. Naanza sasa hapa kuona tunda linaanza kuchipuka upya. Sasa okay, bwana tutarajie nini sasa? Tutarajie nini sasa kutoka kwako baada ya kuweza kuachia hapa ngoma nyingine? Matarajio yako sasa yapoje na mipango yako pia kwa jumla? Nimerudia Kana. Nimerudia kuna nyimbo inaitwa Dar es Salaam imekaribia tunatoa video sasa. Kati ya kesho kutwa siku 3 hivi. Tunatoa video ya Dar es Salaam. Dar es Salaam. Dar es Salaam yenye upepo. Ndio Dar es Salaam yenyewe ina upepo wake. Hakika. Ina upepo. Ukiingia tu anakuambia hili ndo chimbuko la kitovu cha muziki, ndo kitovu cha burudani. Wanawake wazuri, wanawake wanaojipenda, wanaume wenye pesa zao, mapedeje wanaojisikia, vijana wanaojipodoa wakalembeka wako da. Wanaona sana. Kwa hiyo ina upepo. Sasa na mimi nikasema Maria Rosa katoto kadogo mzee wa mapiano, tunaingia hapa kwenye jiji la Dar. Kwa hiyo sitaki nitoke hapa. Tazunguka sana lakini nitatimbika hapa Dar. Okay. Unapozungumza sasa hivi upo Dar es Salaam au upo nyumbani kabisa? Hapa nipo Dar es Salaam. Bwana, mji wa wajanja. Mji wa wajanja, na hapa nimetembelea ukumbi. So nasikia kama kuna mwangu hapa. Hakika kabisa. Nimetembelea ukumbi unaitwa The Embassy. Okay. Upo Kimara hapa. Nataka at least hata Jumamosi. Nipige nyimbo zangu double kama 6 hivi alafu ndo nilale. Noma sana. Bwana, mimi nikushukuru sana Saida Kaloli kwa time yako. Naamini kabisa kuna mengi zaidi ambayo tumeyazungumza, na mengi naamini kabisa wataendelea kuyafanyia kazi vijana ambayo umeweza kuwashauri. Mimi nikushukuru sana, big time sana kwako. Asante. Kwa time wana. Kwa karobangu. Noma sana. Kwa tunozera. Nimetakana. Tamupe. Nyanyenye cyabashumba. Chambua kama kalanga mama. Chambua kama kalanga. Chambua kama kalanga Salome. Chambua kama. Hiyo nataka nije niimbe na Alikiba, na mtafuta jamani. Labda wafanya hiyo na mimi kaweka yangu. Hiyo. Ikienda ikisema hiyo, alafu na ya kwangu na yake, alafu tuone zinalinganaje yani. Maana hawa ni wazee wa sauti. Anaamini Alikiba. Unatamani sana kuweza kufanya kazi na Alikiba? Natamani nifanye kazi na Alikiba, hiyo nyimbo ya Sarume. Okay, bana. Nataka na yeye aimbe pale, alafu nimfundishe miondoko ya nyumbani. Ataweza. Noma sana. Mimi nikushukuru sana Saida Kaloli kwa time yako. Naamini kabisa kuna mengi zaidi ambayo tulikuwa tunahitaji sana kuweza kufahamu kutoka kwako. Nikushukuru sana kwa time yako. Mimi nikutakie tu majukumu mema. Bana, kama ulivyoweza kumsikia Saida Kaloli, kuna mengi zaidi ambayo ameweza kufunguka, lakini moja kati ya kitu kikubwa zaidi ambacho ana wish ni kuweza kufanya kazi na Alikiba. Tumesikia hapo mwishoni anasema kwamba ana wish sana kuweza kufanya kazi na Alikiba. So Alikiba, popote pale ambapo unaitizama video hii hapa, lakini pia mahojiano haya hapa, basi Saida Kaloli anaomba bwana aweze kufanya kazi na wewe. Bana, ulikuwa nami Captain Beka kwenye Misalaba Media, na tumesikia kila ambacho ameweza kukizungumza Saida Kaloli. Mfalme huyu wanamuita kwamba ni malkia wa muziki wa asili.
Bwana kama bado hujaitizama Misalaba Media, zama pale mjini YouTube, andika Misalaba Media. Naamini kabisa utashare, utacomment, alafu mambo mengine yataendelea kama kawaida. Tunasanya out. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika. Haina hangover, ina nguvu. Ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager, kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.